Iringa peoples. Bado kwa sababu mwaka 1972 kulikuwa na azimio la Iringa lililohusu siasa ni kilimo. Popote penye kilimo kuna afya, kuna uchumi. Kwa nataka nione afya na uchumi wa watu kama Mwalimu Nyerere alivyofanya hapa Iringa. Taifa hili, watu wa Iringa mna historia. Watu wa Iringa, babu yenu, mzee wenu Mkwawa alikataa utumwa, alipambana na Mjerumani na alishinda. Nataka nione ngumi na vidole vya wajukuu wa Mkwawa. Nyosha tusalimiane. Peoples! Leo mwenyekiti wetu wa chama taifa ataongoza azimio la Iringa la no reforms, no election. Azimio la kumshinikiza Rais Samia na serikali yake kukubali matakwa ya umma ya kuendesha uchaguzi ulio huru na wenye kuaminika. Katiba ya nchi ibara ya 8 inatamka kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote. Mtumwa namba 1 nchi hii ni Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa nini? Kwa sababu katiba ibara ya 8 inatamka kwamba serikali inapata nguvu na madaraka yake kutoka kwa wananchi. Katiba inasema serikali itawajibika kwa wananchi na lengo kuu la serikali ni ustawi wa wananchi. Wana wa Iringa, ni waulize swali. Wangapi leo wamekunywa chai? Kuna tofauti ya breakfast na kunywa maji ya uvuguvugu yaliyotiwa sukari. Wangapi wamekunywa chai? Wangapi wamekula chakula cha mchana? Kipimo cha wewe kula ni hii. Ukienda mgahawani unauliza bei ya chakula au unaagiza chakula unachotaka? Wewe unafanyaje kipimo chako? Unauliza? Maana yake nini? Kama dagaa ni 1,500 na nyama ni 2,700 na wewe una 1,500, utakula nini? Hauli dagaa kwa sababu umependa, ni kwa sababu mfuko wako umefanya nini? Wangapi hapa wanalala? Sasa kipimo chako fanya hivi. Je, unalala kwenye chumba, nyumba au mji? Unalala wapi? Unalala au unaazima usingizi? Hebu fikiri. Mtu ana chumba na sebule, ana watoto 3, mmoja wa kiume, 2 wa kike. Ana vyumba vingapi? Je, hawa watu wanalala? Je, hawa watu neema ya tendo takatifu, sakramenti ya ndoa watapata? Hawawezi kupata. Kwa nini? Kwa sababu sakramenti takatifu inahitaji utulivu. Hasa kama utulivu haupo, itawezekana? Itawezekana? Hasa watu wengine wanaweza kauliza, inawezekanaje? Lengo kuu la serikali kwa mujibu wa katiba ya nchi ibara ya 8 ni ustawi wa wananchi. Mwingine anakudanganya kwamba serikali haiwezi kukuletea pesa. Kama serikali inamhudumia Samia pamoja na wajukuu wake, inamhudumia makamu wa rais pamoja na wajukuu wake, waziri mkuu wajukuu wake, spika wa bunge na wengine wote, inashindwaje kuwa na uchumi kwako wewe?
na